Kwanza kabisa ni uteuzi ambao unatokana na mchakato wa kidemokrasia kiujumla. Alafu ndani yake sasa kuna swala la katiba. Mchakato wa kidemokrasia ni kwa maana ya kwamba tupo kwenye hiyo hali ya maendeleo ya kidemokrasia. Sasa kikatiba tumeona maeneo mawili muhimu baada ya aliyekuwa makamu wa rais kujiuzuru. Alijiuzuru kikatiba kwa sababu ibara ya 50 kifungu cha pili C ndio kinaonyesha hivyo, pale ambapo makamu wa rais anakuwa ameugua, hawezi kufanya kazi yake au amemaliza muda wake, au kile kifungu che ni kwamba anajiuzuru. Sasa amejiuzuru, na akishajiuzuru inakuja sasa ibara ya 50 kifungu cha 4. Hiyo ibara ya 50 kifungu cha 4 ni kwa mujibu wa katiba hiyo ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 toleo la 2005, ndipo linamtaka sasa rais wa jamhuri amtangaze, apendekeze, aje na jina la makamu wa rais ndani ya siku 14, sio zaidi ya siku 14. Sasa ikisema ndani ya siku 14 inaweza ikawa siku 2, siku 1, na ndivyo tulivyoshuhudia katika kipindi kifupi jina hilo limependekezwa, na jina hilo ni la Deogratius Ndejembi. Sasa inakuja tena katiba, akishatangazwa hivyo kwamba ndio huyu anatokana na chama chake, na kuna bunge sasa linaingia kumthibitisha. Inakuja sasa ibara ya 48 kifungu cha pili, kama sikosei, 48 kifungu cha pili kinasema kwamba bunge litakutana, litapokea hilo jina na litamthibitisha kwa kura, na kwa kura hizo lazima ziwe na wingi wa kura. Na kwa hali ilivyo kwa nchi ya kwetu hii Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bunge hilo lina majority ya wabunge kutoka Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo inatarajiwa wakati wote kuanzia sasa bunge likikaa kwa ajili ya kujadili kuthibitisha jina hilo, Deogratius Ndejembi atapata kura nyingi za kishindo. Na baada ya hapo sasa lazima hajawa bado makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni mteule tu aliyethibitishwa, lazima apishwe na jaji mkuu. Kwa maana akishapishwa sasa ndio anakuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa huo ni mchakato kwa faida ya anayetazama kwamba sasa ndio tuko kwenye sehemu ya mwisho hiyo, tukisubiri wakati wote kutoka sasa aweze kuthibitishwa na kuapishwa. Swali hilo liliwahi kuulizwa kabla ya mwaka wa 1961. Tanganyika inakwenda kupata uhuru wake. Rais wa 5 wakati huo alikuwa hajafikisha miaka 40, Julius Nyerere. Kwa hiyo liliulizwa swali hilo mitaani kwamba ni kweli ataweza Julius Nyerere kuongoza Tanganyika katika umri ule mdogo, hajafika hata miaka 40. Lakini sote ni mashahidi, Julius Nyerere amekaja kuwa rais bora, rais kijana aliyekuwa na kuwa world leader, sio tu rais wa Tanzania, akawa rais wa dunia kwa maana umaarufu wake na uwezo wake. Kwa hiyo kwangu mimi kama mchambuzi, Deogratius Ndejembi ana miaka 43, anaandika rekodi historia kwamba ni makamu wa rais wa kwanza, makamu wa rais wa kwanza mwenye umri mdogo kuingia katika Ikulu ya Tanzania, akiwa na nafasi hiyo msaidizi mkuu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa huyu anakuja katika wakati pia unaona kiongozi wa nchi wanasema alikuwa ni Benjamin Disraeli. Huyu ni mwanafalsafa na alipata kuwa waziri mkuu wa taifa la Uingereza. Benjamin Disraeli aliwahi kusema, nukuu hii, anasema, a good leader knows himself and the time that surrounds him. Sasa kwa muktadha huu, wakati huo walikuwa viongozi wanaangaliwa wanaume tu. That should be a good leader knows himself and the time that surrounds him or her.
Sasa sisi rais wetu, kiongozi wetu mkuu ni mwanamke, na ameonyesha sifa ya kuwa kiongozi mzuri mwenye kujua wakati unaomzunguka. Kwa hiyo na yeye mwenyewe kujitambua. Kwa hiyo unaona katika hili Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameona pia yote yanayojiri mpaka sasa hivi yanahusu kundi kubwa. Kwa mujibu wa sensa ya nchi yetu ya mwaka 2022 nazungumzia asilimia takriban 70 ni wa vijana, na katika hao asilimia 45 wako chini ya miaka 15. Kwa hiyo hili ni taifa la vijana, yani tuna vijana wengi sana kitakwimu, na ni mtaji mkubwa. Vijana kwangu mimi ni mtaji badala ya kuona ni changamoto. Deogratias Ndejembi atakuwa ni makamu wa rais, anatokea kundi kwenye mabano ni vijana kwa maana ya umri wake. Kwa hiyo ni mtu ambaye anaongea lugha za vijana. Mimi na bahati ya kukutana uso kwa uso na kuongea na Deogratias katika huo ujana wake akiwa mkuu wa wilaya Kongwa ndio ilikuwa mara 2-3 nimekutana naye pale mahala ambapo mtaani tu chef asili ni mgahawa. Alikuwa anapenda pale Jumamosi unamkuta pale, mara moja nimkuta ndio anaondoka na gari yake akiwa DC, anasema leo weekend unapiga story anaondoka. Kwa hiyo huyu ni kiongozi ambaye unaona anajichanganya na vijana na watu wazima. Sasa hiyo nayo ni sifa nyingine. Kuna viongozi ambao wanakuwa tu na vijana wenzao, lakini huyu alikuwa tayari hata wakati huo nakutana naye ana sifa, mimi sio kijana kama yeye. Kwa hiyo unaona anaweza akajichanganya na watu wazima na vijana wakamuelewa, na kaja kuwa mbunge baada ya kuwa DC, likampa uzoefu zaidi kama mbunge Deogratias. Alafu tunaona amekuwa kiuongozi, amekuwa mweledi sana, na leo amepewa dhamana ya kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano. Lakini pia pengine ungeliuliza hili swali, inahusu itikadi. Tumesema demokrasia, tumesema mchakato ya kidemokrasia, tumesema juu ya katiba constitutional, lakini pia it's all about ideology, itikadi. Hiki chama ambacho kimemtoa yeye sasa hivi, tofauti na huko kilikotoka, nacho kina sifa moja, Chama cha Mapinduzi, kwenda kulingana na wakati. Ni chama ambacho kimebaki madarakani muda mrefu kutokana na kusoma zile alama za nyakati na kujaribu kwenda na nyakati ambazo ni tofauti. Kwa hiyo unaona ni chama ambacho mlengo wake sasa hivi ni more center right rather than center left. Kwa maana mwanzoni kilikuwa left, almost socialistics, communistics, alafu kikaja center left, na sasa hivi kinakuwa katikati kuelekea kulia. Sasa hiyo kiitikadi ina maana isiyo pro liberalization, biashara, investment, ni vitu namna hiyo. Kwa hiyo chama hiki kimeweza kuwa na mtazamo huo ili kisipoteze, yani kimejibalance kwamba hakiwapotezi wale wa kushoto, lakini pia hakiwapotezi wale wa kulia ambao the middle class, the growing middle class. The middle class inakuwa kwa kasi. Hawa wakiona uko sana kushoto huko, wanaweza wakakukimbia wakaenda kwenye chama chenye mtazamo. Kwa hiyo chama hicho kiko hivyo. Sasa Deogratias Ndejembi, for me, I view him, namuona as a centralized leader, yani yuko katikati kulia. He is a pro business, yani unamuona kabisa anapendelea mambo ya biashara, kukua kiuchumi, kibiashara, investment, uwekezaji kwenye lugha yake. Anaongea zaidi kama mtu anayekuwa hana shida na wawekezaji, wafanya biashara, lakini hajapoteza roots, sawa? Hajapoteza ule mizizi yake. Ni mtu ambaye anaweza kuongelea siasa za Kongwa na watu wa Kongwa, anatoka Chilonwa huko, unaona kabisa hapati shida. Kwa hiyo ana hiyo sifa ya kwamba ukiweza kuwa ni kiongozi ambaye watu wa Chilonwa wanasema huyu ni mwenzetu, lakini watu wanaokaa pale Hayat
hoteli ya Dar es Salaam na kwingineko wanasema tunamwelewa. Hiyo ni moja ya vitu ambavyo vinavyovikamsaidia, na kwa maana hiyo rais aliye madarakani she is also center right kwa mtazamo wangu. Kwa hiyo unaona viongozi wanatakiwa waelewane kwenye directions, mwelekeo. Kama tunapeleka nchi huku, basi anayekusaidia naye awe mnaendea sawa sawa. Kwa hiyo nadhani wanaweza wakawa a good pair, wanasema wanaweza wakamechi vizuri sana kwa mtazamo wangu. Nishuka sana kwa kunipa nafasi hii.